Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Naitwa Titus Charles Kabuo, mwenyekiti wa Chimba Madini mkoa wa Geita, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya madini ya dhahabu taifa kupitia FEMATA. Kimsingi kongamano hili ni muendelezo tu wa serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya kumpaisha mwananchi mchimbaji kutoka pale alipokuwa na kwenda mbele zaidi. Tukikumbuka kwamba mambo mengi sana yamekushafanywa, ndio maana sekta hii mpaka sasa inachangia pato la taifa kwa asilimia kama 10 hivi, lakini tunaelekea kuvunja rekodi. Mambo yakiendelea kuwa hivi, tunaendelea kuvunja rekodi, na kongamano hili limeonyesha dhamira ya serikali ya kumshirikisha mwananchi mzawa katika mnyororo mzima wa thamani wa madini, katika uanzishwaji wa makampuni ya kutengeneza vifaa vya uchimbaji, na hiyo ni kiu yetu kubwa sana wachimbaji. Tunahitaji teknolojia, tunahitaji vifaa. Tukipata hivyo, na kama tunavyofahamu serikali imekuwa ikitoa leseni, hata imezichukua leseni kubwa kubwa zile za utafiti na wamepewa wachimbaji wadogo. Kwa hivyo ni jitihada za serikali tunazidi kuziona, na kwa kweli zinatupa matumaini kwamba tutapiga hatua sana katika sekta hii ya madini. Mambo mengi yamefanywa, hatuwezi kuyataja yote, ni mengi kwa kweli yanafahamika, lakini bado yanaendelea. Kama hivi tumemsikia Waziri Peter Mavunde akitoa maelezo mazuri kabisa, tena kwa uchungu mkubwa, akiwashtua na kuamsha wananchi wazawa waweze kuamka, wachukue fursa hizi. Ni fursa ambazo ziko wazi, na sisi kama wachimbaji wa Tanzania, sisi ndo tutakaoinua uchumi wa nchi hii. Tunawahitaji wageni sawa, lakini Mtanzania atabakia kuwa Mtanzania kwa sababu hata fedha yake itafanya kazi Tanzania, itawanufaisha Watanzania, tutainua uchumi wa nchi yetu. Ni sisi wenyewe ndo tunaoweza kupaisha uchumi wa nchi yetu na sio mtu mwingine. Mimi nampongeza sana Advocate Anthony Peter Mavunde kwa kuja na kauli mbiu yake ya madini ni maisha na utajiri, na anayaishi hayo maono yake. Hayo maono kwa kweli tunayaona sasa. Maisha na utajiri tunaona kwa karibu sana. Sisi hasa ambao tumepata dhamana kidogo ya kuwa viongozi katika vyama hivi vya wachimbaji, tuko karibu sana, tunashirikishwa, tunaona mambo yanavyokwenda. Mambo yamefanywa mazuri na yanaendelea kufanywa mazuri, na mimi nasema serikali isikomee hapo. Kwanza tuendelee kufanya utafiti kama taifa, walau tufikie asilimia 50 au 60 hivi. Hii tunayohangaika nayo sasa hivi ni kama asilimia 16 tu, lakini inaleta chachu kubwa sana katika uchumi wa taifa, inaleta chachu kubwa sana katika uchumi wa mtu mmoja mmoja. Kwa hivyo serikali iendelee kutengeneza, kuboresha tu, mahitaji hayawezi kuisha. Kadiri uhitaji watu wanavyoongezeka, na uhitaji unaongezeka pia. Leo hii watu wanakuja kwa wingi sana kwenye sekta ya madini kwa sababu fursa ziko wazi, mambo yamerekebishwa vizuri, sera zimetengenezwa vizuri, kanuni zimerekebishwa vizuri, mchimbaji anafanya kazi kwa uhuru. Kwa hivyo wanavyokuja kwa wingi sana huku, uhitaji utaongezeka. Leseni zitatakiwa zipatikane nyingi zaidi ili wanaokuja waweze kuendelea kuchimba kwa tija. Lakini pia miundombinu kama nishati, vijijini huko, maeneo yetu ya kwenye machimbo, nishati iendelee kusogezwa, lakini barabara pia ziendelee kuimarishwa. Tunajua serikali na jitihada nyingi inafanya mambo makubwa sana kwenye sekta za afya, sekta za elimu na kadhalika, lakini kwa sababu sekta hii imekwenda sasa kuwa na chachu kubwa sana kiuchumi, mimi nafikiri serikali iendelee kuweka jicho, kukazia jicho hapo kwenye sekta hii ya madini, na mimi naamini kabisa mpaka kufika hiyo 2030 mambo yatakuwa mazuri zaidi.